Tuko katika kipindi cha Kwaresma, na katika kipindi hiki cha Kwaresma, kama tunavyofahamu, tunaitafakari huruma ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi wanadamu na kwa kila kilichoumbwa. Ni huruma hiyo ambayo leo tunaisikia kwa namna ya pekee ikifikishwa kwetu na masomo hayo mawili yaliyoletwa kwetu hapa. Hilo somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Mika, na hiyo Injili ya huruma ya Luka, hiyo sura ya 15. Kitaka unaweza kusoma yote hiyo sura. Kuna huruma yake Mwenyezi Mungu kwa hao ambao wanakuwa wamepotea, kwa hicho kinachokuwa kimepotea na baadaye kikarudi. Lakini yote hayo yanataka kueleza kitu kimoja kikubwa sana ambacho leo nasi tunapenda tukitafakari. Ni ule upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu. Nabii Mika analisema wazi huko mwishoni anapokuja kumalizia hiyo sehemu tuliyosikia leo. Ni Mungu gani aliye kama wewe? Nataka kueleza ule upendo wake anaokuwa na wewe, huyo Mungu ambaye yeye yuko tayari kusamehe makosa, anayehurumia, Mungu ambaye hatunzi hasira, ni Mungu ambaye yeye kwake furaha yake ni rehema inapokuja ikawaangukia hao, na hasa wale ambao wanakuwa wameanguka. Anawatuliza huyu Mika hao Waisraeli miaka hiyo 700 kabla ya kuja kwake Kristo. Walikuwa wanamsubiri, lakini katika shida, katika taabu walizokuwa nazo, katika kupanda na kushuka, katika mafanikio na kuanguka, na baadaye wanaambiwa na hao manabii hilo wanalofanya si zuri. Lakini Mungu huyo, kama anavyomsema Mika, ni Mungu mwenye huruma, ni Mungu aliyejaa upendo wa pekee, na kwa upendo wake huo anawaahidi kwamba itafika hiyo ahadi yake aliyokuwa ameitoa kwa baba yetu Ibrahim, baadaye wengine watasema wake na Isaka na Yakobo, bado iko pale pale, hajabadilisha kauli yake, na kweli ilibaki mpaka mwisho. Na hiyo ikaja kuonekana na kukamilika katika huyo mwanaye ambaye ni mkombozi wetu. Anakuja kuonesha sasa huo upendo wa Mungu kwa namna ya pekee, huyo ambaye anakuja kufia huu ulimwengu, kutufia sisi wanadamu, ambaye ameonesha upendo huo pekee kwa kifo chake msalabani. Na kwa kifo hicho sisi wanadamu na ulimwengu wote tumekombolewa. Huruma ya Mwenyezi Mungu kwetu. Hiyo huruma, kama tulivyosikia baadaye kwenye sehemu hiyo ya Injili ya Luka, ni huruma ambayo haina mipaka, inakwenda kwa wote. Ndio hao watoza ushuru na wadhambi ambao wanamjia Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anafunua hiyo huruma ya Mungu, anaionyesha. Wanakuja kwake kumsikiliza, anakuja kwake kupata hiyo huruma, anakuja kwake kupata huo upendo wa Mungu. Bahati mbaya wako hao wengine ndio waandishi na Mafarisayo ambao wanafikiri kwamba Mungu yeye ana watu wake ambaye inabidi upendo wake uende kwao na wengine hapana, kama wanavyofikiri wao walivyokuwa wanafanya. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo yeye yuko kuonesha kwamba upendo wa Mungu ni upendo ambao unaenda kwa wote, wadhambi na wasio wadhambi, wanaojiona ni watakatifu na wale ambao kweli wanajiona kabisa kwamba sisi si watakatifu, sisi ni wadhambi,
na hasa hao ambao wakijiona ni wa dhambi, wakijiona hawafai, baada wakataka kumrudia. Upendo wa Mungu sasa ndio tenda kwao na utawafikia vizuri sana, sio hao wengine wanaoishia kwenye manunguniko. Huyu anayekula na wadhambi, anayekutana nao na baadaye akala nao, hao waandishi na Wafarisayo. Na litarudi tena baadaye kwenye mfano mzuri sana huo anaokuja kutoa, kuonesha hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu ambayo kwa kweli haina mpaka, ule upendo wake ambao unakwenda kama anavyosema yeye mwenyewe Yesu Kristo katika Injili ya Mathayo sura ya 5 akiwa kwenye mafundisho ya mlimani. Soma tangu aya ya kwanza mpaka ya mwisho ya 48. Baadaye atakapotuonya sisi na katualika tufanye nini. Sio kama ya huyo kijana kati ya watoto hawa wawili wa baba huyo, ambaye anapoiona huruma hiyo ya Mungu kama wanavyoona hawa waandishi pamoja na Farisayo, wakaanza kunungunika na yeye anavyonungunika baada ya kuiona hiyo huruma ya Mungu. Kwa mfano wa Bwana Yesu Kristo anataka kuonesha huruma ya Mungu ikoje, ambaye haina mpaka, ambaye nawafuata hao ambao wameanguka, ambao ni wadhambi. Tawezekanaje huyu ambaye ameenda kufuja mali zako na makahaba ndio unakuja kumfanyia sherehe, kumchinjia huyo mwana ndama aliyenuna, unakuja kumvisha vazi zuri, unakuja kumvisha pete, viatu, na unaamua tufanye sherehe. Huyo ndiye Mungu mwenye huruma, upendo usio na mpaka. Mchafu mbaya anarudi anafanywa sherehe. Sasa hawa waandishi na Mafarisayo, huyu kijana mkubwa ndio wanasema hapana, haiwezekani. Lakini huyo ndio Mungu, hiyo ndio falsafa ya Mungu inayotufuata. Ndio hiyo ambayo Mungu mwenyewe anataka na sisi tuwe nayo. Tuko katika Kwaresma, tuko katika kualikwa, tunaalikwa nasi tuwe na upendo kama huo wa Mungu wetu. Kwanza tumtambue Mungu katika upendo wake ambao unakuja kwetu, na tutambue upendo wa namna gani. Tusiwe kama hawa waandishi na Wafarisayo, kama huyo kijana ambaye baada ya kumuona mdogo wake huyu ambaye alikuwa amepotea, amekwisha kabisa, sasa anarudi na anarudisha. Alikuwa amekufa, amefufuka, alikuwa amepotea, ameonekana, bado huyu analalamika badala ya kufurahi. Huo sio upendo ambao sisi tunaitwa tukaufanya. Hapana. Upendo wa Mungu wa kuleta hiyo furaha, na hasa kwa hao ambao hawakuwa nayo. Huyu kakimbilia huko asikokujua, kaipata hiyo shida. Kama tulivyosikia, tuna haja ya kurudia historia yote, mnaifahamu. Sasa anafika wakati anasema sasa natubu, napenda kurudi kwa huyo baba ambaye nimemkosea. Na baada atamwambia waziwazi, nimekosea wewe baba yangu, nimekosea Mungu, sistahili tena kuitwa mwana wako, unitendee na unione kama watumishi hao wengine tu. Tubu. Ndugu zangu, tunapokuwa katika kipindi hiki na leo tunapokuwa katika zoezi hili zuri sana ambalo natuingiza na sisi katika hilo ambayo inabidi tulifanye, kutaka kupeleka sasa upendo wa Mungu kwanza uje kwetu. Kama nilivyosema, tufahamu upendo, na baada tukishofahamu tuone sasa tunaurudishaje huo upendo kwa huyo Mungu wetu. Kwa vyote, kwanza ni kuongoka kama huyo. Kwa mfano, huyo kijana anauona upendo wa baba yule ambaye ni mfano wa huyo Mungu mwenye huruma. Anauhisi huo upendo ambao baba yake anao, baadaye anamrudia, na sisi ndio huo upendo anaurudisha. Anataka kaupokee tena huo upendo ambao uko kwa baba yake, na hakika atakuja kupata, na aliupata kweli huo upendo. Ndio na sisi tunaalikwa kwanza tufahamu, tuchukue, alafu baadaye turudishe sasa kwake huyo Mungu wetu au yule anayetupatia huo upendo. Na baadaye usibaki hapo,
baadaye tuupeleke sasa kwa hawa ambao wanautafuta huo upendo ambao wameukosa, hao walio katika shida, hao walio katika kutomfahamu, walio katika giza, hawamfahamu huyo Mungu, hawamfahamu huo upendo. Ndio hicho ambacho leo kinatufanya tuwe hapa. Tunapofikiria kuinjilisha hilo eneo la kaskazini mashariki mwa jimbo letu kuu la Tabora, ni kwa sababu tunataka huo upendo wa Mungu uende kule, ufike huko kwa wale wengine ambao hawajaupata, hawajaambiwa. Hebu tuwe na watu hao, viongozi, wachungaji karibu na hao watu, waweze kwenda haraka inapowezekana, waweze kujipanga, waweze kuyafanya haya ambayo ni muhimu, ni ya msingi, na baadaye kuyakuza yale mengine ambayo inabidi yakue na yaendelee, kusudi huo upendo wa Mungu uonekane na upendo wa Mungu utawale. Ndio hicho tunataka kufanya leo. Chukue fursa hii kuwashukuru sana nyote ambao mmefika hapa. Tutazungumza baadaye hayo, kuja kutaka tuitikie huo upendo wa Mungu ambao sisi tumeufahamu, na baada ya kufahamu tunataka na sasa tuupeleke kwa hao ambao labda hawajaufahamu na wengine wameufahamu, lakini bado wanahitaji kusaidiwa kukua na ukomaa, watoka katika kuyumba katika kuwa na wasiwasi hizo wanazokuwa nazo. Na hili tunapaswa tulifanye wote kwa pamoja, si kiongozi mmoja, labda askofu mkuu wa jimbo au msaidizi wake, au wachungaji, mapadi au waweka wakfu au viongozi wengine katika kamati zetu hizo za walei. Hapana, ni wote tuliobatizwa, wote wana jimbo kuu la Tabora. Inabidi tuungane pamoja, tuliomfahamu huyo Mungu, tukafahamu upendo wake, kusudi na sisi sasa twende tukaumege huo mkate huo, tumege upendo wa Mungu uende kwa wengine, na hasa wale wanaohitaji zaidi. Leo tunakwenda kaskazini mashariki, kesho tutaenda kusini, Kaliua, Urambo. Ni mipango. Tumuombe Mungu atusaidie yote hayo ambayo tunataka tuyafanye kweli, na kweli huu upendo wa Mungu uonekane. Kwanza tutambue, alafu tupokee, na baadaye turudishe kwake, na kutoka kwake tupeleke kwa wengine. Tumsifu Yesu Kristo.